Bwana Mungu, tumekuja mbele zako kama familia. Asante kwa neema na kibali cha kuona majira haya. Tunatambua kwamba neema yako ndio iliyotubeba, mkono wako ndio uliotuwezesha. Asante kwa fadhili zako kwetu ni mpya kila itopo leo. Ni wakati Mungu tunapaza sauti zetu kukushukuru kwa kuwa umetulinda, umetuepusha na magonjwa na kila hila za yule mwovu shetani. Mungu nakutukuza kwa sababu bado unatuwazia mema majira yote. Katikati hayo yote bado hatujakamilika mbele zako. Kuna wakati tunakosea, kuna wakati tunakuwa na mawazo ya kibinadamu ambayo hayakupendezi wewe. Kuna wakati tukupendezi wewe na kufanya yale yaliyo kwa mapenzi yako, bali tumegeukia namna nyingi za kibinadamu. Tumekuja mbele zako Bwana kama familia, tunaomba rehema. Ninaomba rehema Bwana kwa ajili ya familia yangu. Naomba rehema kwa ajili ya kila mmoja wetu wana familia. Mungu tunaomba ututakase, uturehemu. Huenda tumekosea kwa kujua au kwa kutokujua. Kuna wakati Ayubu alitoa sadaka ya kuomba msamaha mbele zako Mungu. Akasema pengine watoto wangu wametenda dhambi bila mimi kujua. Basi aliweza kuwatengeneza watoto wake katika kukuamini wewe. Hata sisi Bwana tumekuja mbele zako. Pengine tumetenda yale ambayo hayakupendezi. Pengine mmoja wetu Bwana ameenda kinyume na mapenzi yako. Baba tunaomba rehema. Ikiwa ni mmoja kati ya wanafamilia, endelea kuomba rehema kwa ajili ya wenzenu, endelea kuomba kwa ajili ya ndugu zenu, endelea kuomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko kwenye familia. Omba mtakaso wa Mungu, omba msamaha wake Mungu ingie ndani ya familia. Neema ya Mungu ikiwa pamoja nanyi, neema ya Mungu ikiwa imewabeba, hakuna jambo litakalokuwa gumu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya kila jambo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya kila tendo ambalo amelitenda katika maisha ya familia. Bwana Mungu tunakushukuru kwa kuwa bado unatupenda, kwa kuwa bado unatuwazia mema katikati ya mambo mengi ambayo hayakupendezi, lakini bado Mungu unatuwazia mema. Nakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye anapaza sauti hii, kwa ajili ya kukushukuru na kwa ajili ya toba, kwa ajili ya kuomba rehema zako, kwa ajili ya kuomba msamaha mbele zako, kwa ajili ya kuomba matengenezo na wewe. Mungu mwingi wa rehema, tunaomba rehema zako. Zaidi katikati ya rehema Bwana tunakushukuru. Asante kwa sababu umetenda mambo makubwa katikati ya familia yetu. Asante kwa ajili ya riziki ya kila siku. Asante kwa ajili ya afya. Asante kwa ajili ya kila jambo ambalo umetenda kwetu. Umetuepusha na mengi. Katikati ya shukrani hizi kuna familia ambayo inapitia wakati mgumu wa kimaisha. Kuna familia ambayo inapitia nyakati ngumu sana. Kuna wengine katika familia wanapitia vipindi vigumu kupita kawaida, lakini Mungu umetupa neema. Hata kama kuna mmoja wetu ambaye yuko na udhaifu au anapitia jambo lolote lile, tunaamini kwako kuna uponyaji, kwako kuna ufungulivu, kwako kuna utoshelevu wa kila jambo. Na mimi naenda kila kinyume na nguvu za giza katikati ya familia hii. Na sambaratisha kila mipango ya shetani inayopangwa kwa siri na kwa wazi. Tunabatilisha kila nguvu za giza, kila njia za ule muovu ambazo zinainuka kwa ajili ya familia yako. Anza kuomba kwa ajili ya familia. Haribu kila kazi ya shetani. Piga sambaratisha kila hila, sambaratisha kila vikao vya kipepo vinavyokaliwa kwa siri, vinavyoendelea, ajenda za sirini tunaziharibu katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana ulinzi wako, tunaomba Bwana neema yako, tunaomba Bwana mkono wako, tunaomba Bwana nguvu yako iende pamoja nasi. Tunakuita Mungu ambaye ndiye kimbilio letu. Tunakuita Mungu ambaye ndiye msaada wetu. Naomba Mungu kaendelee kutosha katikati ya familia hii. Mungu karejeshe amani na upendo. Kila roho ya mafarakano na magomvi tunakataa. Roho ya mapishano, roho ya kufungiwa riziki nakataa. Ewe pepo unaifunga riziki, toka kwa jina la Yesu. Achia milango ya fedha na baraka. Achia milango ya uchumi na achilia moto katika ulimwengu wa roho. Kila adui wa uchumi, adui wa kazi, adui wa biashara, adui ya mambo ya baraka kwenye familia, na amuru apigwe kwa jina la Yesu. Roho za magonjwa na alaye, toka kwa jina la Yesu. Nasambaratisha kila nguvu za giza, nasambaratisha kila nguvu za kipepo, nasambaratisha kila kazi ya shetani. Ishindwe kwa jina la Yesu, ipigwe kwa jina la Yesu. Napiga na kuharibu kila nguvu za giza, napiga na kuharibu kila kazi ya shetani. Inyawaze kimya na kuombea Mungu akukumbuke, Mungu akutetee, Mungu awalinde, Mungu amlinde mbeba maono wa familia, Mungu amlinde mama wa familia, Mungu alinde watoto wa familia, Mungu alinde watu wengine wanaokaa kwenye familia, na hata ndugu zetu waliobali tunawaombea. Wainue mbele za Mungu katikati ya maombi haya. Mungu aweze kuwa pamoja nanyi, Mungu awatetee, Mungu awalinde. Wengine wanasoma, tunaweka mikononi mwako Mungu, ukawasaidie, ukawape wepesi, ukawape afya njema, ukawafungua akili zao, ukaondolee kila mashambulizi na maroho ya kipepo ya ukuaji. Tunakataa nguvu za giza za kule mashuleni, mavioni, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba tunaomba hata kwa ajili ya wengine kwenye familia, ni wafanya kazi, wengine wafanya biashara. Mungu tunawaombea, wengine wanatafuta kazi, wengine wanatamani Mungu bariki uchumi wao, biashara zao. Mungu nakuomba katikati ya maombi haya familia, basi ukabariki Bwana, ukachilie neema ya kifedha. Wengine wanaumwa Bwana, tunatamkia uponyaji. Roho za magonjwa tunakemea, roho za uchungu tunakataa, roho za mauti na hofu, toka wewe pepo, hauna mamlaka, ninakukataa, ninakukemea kwa jina la Yesu. Achia afya familia, achia kibali cha familia, achia wepesi wa familia, achia neema ya familia, achia ulinzi wa familia. Ni wakati Bwana tunaomba ulinzi Baba, ukawalinde watu wote, ukalinde wanafamilia wote, ukalinde hata majirani, ukalinde Bwana hata serikali yetu, ukalinde kila jambo ambalo Bwana
ulilolikusudia likatimie katika jina la Yesu. Mungu ninakualika, karibu katika familia hii. Tunaomba neema yako, tunaomba ukuu wako, tunaomba amani yako, tunaomba afya itokayo kwako, tunaomba majibu yatokayo kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakuita Mungu utawale. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema na wa karibu yetu, karibu hudumie familia hii, karibu hudumie kila mmoja. Achilia amani ndani ya mioyo, achilia wepesi. Tunajikabidhi kwako Bwana, tunajiweka mbele zako Bwana. Baba utulinde, Baba ututetee. Kama kuna uchungu, kama kuna hasira, kama kuna manunguniko, kama kuna matendo mabaya ambayo tumetendeana, Mungu tupe mioyo ya kuachilia, tupe mioyo ya kusamehe. Ondoa uchungu ndani ya mtu huyu, ondoa visasi ndani ya mtu huyu, mpe upendo, achilia upendo katika familia. Tunaomba ulinzi wako Bwana kwa kila mmoja, tunamweka mikononi mwako. Neema yako Bwana na utoshelevu tokao kwako uwe pamoja na familia hii. Kuanzia sasa nimetamka nuru ya Bwana na amani ya Bwana iwe pamoja nanyi kwa jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni awatendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa, ambaye nimeomba na familia yako, na hakika maombi haya yamekuwa dawa na tiba. Endelea kuomba mara kwa mara, mtaendelea kumuona Mungu. Maombi binafsi ni maombi muhimu. Omba majira yote. Mungu akikupa neema ukiamka usiku wa manane pia omba. Endelea kumuitia Mungu katika kila jambo. Mtaenda kumuona Mungu katika namna zote, na wepesi utokao kwa Mungu utawatawala na kuangazia katika kila mambo ambayo mlitamani Mungu aonekanie. Ikiwa unasikia amani na msukumo kusindikiza ibada hii kwa sadaka yako ya hiari, pengine ya familia au ya mmoja wapo, basi karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Kumbuka ni sadaka ya hiari, haina ulazima, lakini unaweza kusema Mungu amenigusa, nasikia kusindikiza. Karibu kwa namba hiyo. Na jina ni Godwin Ayubu Ndelwa. Mungu akubariki, akutendee mema. WhatsApp namba ni hiyo inaonekana kwenye skrini yako. YouTube channel Maombi Tiba, maombi ni dawa. Mungu